Vita vya Iran vinaendelea na duniani tusidanganyane. Vyombo vya habari vya magharibi vina reverse psychology, vinasema kwamba vita imeanzishwa na Iran. Aliyekuwa wa kwanza kushambulia alikuwa ni Marekani na Israel, cha kwanza. Cha pili, ndugu zangu wa Tanzania, tusidanganyane. Hichi kitu kinachotokea leo, Netanyahu amekiombea kwa miaka 40, hatimaye amekifanikisha. Kamvuta huyu mzee ambaye kidogo hajielewi, kamuingiza kwenye uwanja wa vita. Sasa Netanyahu anajificha. Netanyahu it's better ajitokeze duniani, asimame pale Tel Aviv katikati ya hutubia mkutano wa hadhara, ili Wairan wamuonyeshe. Wairan bado wanarusha madiko. Tatizo lingine ni kwamba mlienda Iraq Marekani bila mpango, matokeo yake leo Iraq haikaliki pakazaliwa ISIS. Mmeenda Afghanistan, miaka yote mmewabana Taliban, wamerudi kuchukua nchi. Hii vita vya Iran vina sura mbili, tuziseme wazi. Cha kwanza, hii vita Iran inaenda kuredefine US politics. Kuna uwezekano wa midterm, uchaguzi wa wabunge na maseneta Marekani ambao unafanyika kila baada ya miaka miwili, wabunge wengi wa Congress na Senate wakatoka chama cha Democrat. Cha kwanza, watataka kumshtaki Trump na kumuondoa madarakani. Trump tayari ana ushahidi wote. Biashara alizotengeneza Gulf, Saudia, maapartment UAE, Bahrain, Oman, amejitajirisha akiwa Ikulu. Cha pili, amefanya uvamizi nchi mbalimbali bila ya kupata kibali cha bunge la Congress, kama inavyosema the War Powers Act ya 73, ambao Marekani wenyewe bungeni waliitunga kuizuia Marekani kuto kuanzisha vita ovyo na kupata hasara kama zile za Vietnam. Marekani alianzisha Vietnam, ilimshinda. Ameenda Iraq, ameikimbia. Ameenda Afghanistan, ameikimbia. Kwa nchi kama Iran, watu wanaweza wakawa wanajiuliza, baada ya kuuawa Grand Mullah Ayatollah, kiongozi mpya wa kiroho wa Iran atapatikanaje? Nasikitika kusema kwamba labda hata ashapatikana, ila hawajamtangaza. Iran rais anachaguliwa, kuna majeshi ya aina mbili kama unavyo JWTZ ambayo ndio hiyo unaiona, alafu kuna special forces ambayo inaitwa IRGC ambayo inashika uchumi wa Iran asilimia moja, 1/3, 1/3 ya uchumi. Wale wanamsikiliza kiongozi mkuu wa kiroho. Ndio maana rais wa Iran majuzi amejirekodi akiomba nchi za Kiarabu majirani msamaha kwa aliyotokea. Muda huo huo kamanda wa IRGC akasema hapana, wanasiasa msitupangie cha kufanya. Kwa hiyo inamaanisha hata rais yule mkuu wa vikosi vya IRGC hapangiwi na rais. Hicho cha kwanza. Cha pili, kwa kuzingatia matakwa ya katiba ya Iran, article 111 au article 111 inasema baada ya Grand Mullah kufa au kuuawa ndani ya kipindi kifupi, haisemekani lini, inabidi apatikane mwenzake. Wananchi wa Iran, tofauti na kuchagua rais, huwa wanachagua 88 cleric assembly ya wanazuoni wabobezi kwenye Quran na elimu duni ya 88. Wale watu ndio wanachagua kiongozi wa kiroho. Iran nahisi kiintelijensia inasita kutomtangaza kiongozi wake wa kiroho, ikihofia kwamba Israel watamtarget. There is a mishap. Netanyahu na Trump, CIA na Mossad waliwaangusha. Hamkutakuwa kumuua Grand Ayatollah. Hamna. Mtu mliyetakiwa kumuua ni komando wa vikosi maalum vya IRGC ambavyo havimtii hata rais. Ndio maana rais aliomba msamaha, muda huo yeye akavamia. Msianze kushangaa balozi za Marekani zikianza kulipuka mabomu duniani. Na Iran iko kwenye njia panda sehemu mbili. Hii lazima itatokea. Aidha, hii vita inakwenda kumharibia Trump mpaka na wapiga kura waliompenda, kiasi cha kwamba kuanzia Desemba, baada ya bunge kuundwa upya na Senate na Congress ikawa na wabunge wengi wa Democrat, laana ile ya Trump ya kuondolewa madarakani ikajirudia. Hiyo ya kwanza. Iran wao wanasema ni ama Iran isambaratike au tubaki na Trump, tumpe maumivu ambaye hatoyasahau kamwe. Iran wana hizo roho mbili na wako tayari. Naomba niwakumbushe ndugu zangu, mkitaka kujua kuna uchokozi, Shah Pahlavi alikuwa anakula bata na makiti moto mpaka na marais wa Marekani akina Jimmy Carter Tehran, which Islamically is wrong. Na hata hapo Wakristo ambao wali nyama nguruwe, sitaki kubezi sana pale.
Jimmy Carter alienda akampongeza Shah Pahlavi. 53 alimrudisha madarakani Shah wa kwanza aliyeshindwa kwenye uchaguzi, wakapendua serikali ya halali. Now what's happening now? Sasa leo Iran amekuwa adui kwa sababu 79 wananchi wa Iran waliandamana na Grand Mullah Ayatollah Khomeini akaingia Tehran na Shah akakimbia, si ndio? Marekani ilimlipa Saddam pesa, ikampa silaha za kisasa, ndege za kisasa, vifaa vya kisasa. Saddam aliipiga Iran miaka 8. Haya yanayofanywa na Israeli sasa hivi ni cha mtoto. Kwa Iran ni sugu na matukio. Iran haiendi kokote na hisi ipo. Problem ni fanyaje huko mbeleni. Wadui unakuwa mkubwa. Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Oman wanaona vile visima vinashambuliwa. Sababu IRGC ikipiga sehemu moja tu Saudia itatikisika. Wasaudia wana mitambo ya kuchuja maji safi. Ukipiga tu ile Riyadh watu wanahama, jiji zima kutakuwa hakuna maji. Naona IRGC imejizuia. Wanalenga sana kambi za Marekani na maslahi ya Marekani. Kuna hospitali moja ya kijeshi iko Guba, sitaki kuitaja. Nimeambiwa kuna askari wengi wa Marekani wanaenda pale wamejeruhiwa. Ndugu zangu wa Tanzania, tusitake kudanganyana. Mnaona wa Iran wakipiga mahoteli ya magorofa, amna, hawashambulii Dubai, amna. Askari wa Marekani wanakuwa wameogopa, wameenda kujificha kwenye zile hoteli. Kwa hiyo Waarabu kwa sababu lao moja wanaambia oya Manchester kichupa ile gorofa wako hapo. Chapa. Baadaye Dubai inatoka. Bana hii sio haki, sio fair. Wanaenda tena na vizia sehemu jengo wanatwanga pap. Saudi Arabia hapana bana, hii sio fair. Lakini huko wanajua kabisa kama hawa ala kitimoto wameshaondoka. Kwa hiyo vitu Saudia, Netanyahu kwa hesabu yake na Trump walijua tukimchokoza Muiran ataanza kushambulia kambi zetu za kijeshi. Hilo tatizo la kwanza. Tatizo la pili, kumbe Kim Jong Un wa Korea mnashindwa kumshambulia na Putin kwa sababu ana nuclear. Hii kitu inaenda kuamsha nchi kama Saudia matajiri, Oman, UAE, falme za Kiarabu, na wao kutaka kuwa na silaha za nuclear. Kwa hiyo kumbe Muisraeli anasikilizwa kwa sababu na yeye ana nuclear. Na kuhakikisha baada ya hii vita, Waarabu nao wameshagundua kumbe dawa ili tusiguswe ni nuclear. Kwa hiyo ndugu zangu wa Tanzania, naomba muionye kwenye muktadha huo.